Uhali gani wapenzi wa simulizi novo? Leo hii nimewaleteeni kitu kipya kinachoitwa nyumba namba 13, ambayo ni simulizi iliyojaa matukio, visa, mikanganyiko katika jamii. Naamini utafurahi na kuipenda sana. Karibu sana na tuendelee kufuatilia kwa pamoja. Sehemu ya kwanza, kijiji kisicholala. Kila kijiji kina siri yake, lakini kuna siri ambazo hazipaswi kufukuliwa. Ukifukua unaweza usiwe yule uliyekuwa. Jua lilikuwa linazama taratibu nyuma ya vilima vya kijiji cha mlimani. Ndege nao walikuwa wakirejea viotani, huku upepo mwanana ukitikisa matawi ya miti mikubwa iliyozunguka kijiji hicho. Wanawake walikuwa wakipika chakula nje ya nyumba zao, watoto wakikimbizana wakicheza, huku wazee wakikaa chini ya miti mikubwa wa mkuyu wakisimuliana hadithi za zamani za ushujaa wao. Mzee mmoja aliyejulikana kama Mzee Mshana alisema kwa sauti nzito, "Mtoto asiposikia la mkuu huvunjika guu." Wazee wote walitikisa vichwa wakikubaliana, lakini kijana mmoja aitwaye Adam alitabasamu. "Babu, siku hizi si kila hadithi za zamani za kweli." Wazee wakatazamana kwa taharuki. Mzee Mshana akamjibu, "Ujinga si kutokujua, ujinga ni kukataa kujifunza." Wote wakacheka isipokuwa Adam. Adam alikuwa kijana maskini aliyekuwa akiishi na mama yake, Mama Neema. Baba yake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita, na tangu wakati huo maisha yao yalikuwa magumu sana, kwani Mama Neema aliuza mandazi sokoni la asubuhi ili wapate chakula. Mara nyingi alimwambia mwanae, "Adamu, mtoto wangu, pesa si kila kitu, lakini ukosefu wa pesa huwafanya watu wakudharau." Adam aliota siku moja awe tajiri ili amtoe mama yake kwenye mateso. Kijijini kulikuwepo pia na binti mrembo aitwaye Amina, vijana wakimuita Aminata. Kwa ulimbwende wake, vijana alikuwa anamuona kama ananata kila akitembea. Amina alikuwa akipendwa na vijana wengi kwa uzuri na tabia yake ya upole, lakini moyo wake ulikuwa tayari umempenda Adam. Walikuwa wakikutana kwa siri kando kando ya mto kila jioni. "Siku moja nitakujengea nyumba nzuri," Adamu alisema. Amina akacheka, "Hata kibanda kinatosha kama kina amani." Wakati huo huo kijijini alikuwepo tajiri mmoja aitwaye Bwana Kiwelu. Alikuwa na mashamba makubwa, mifugo, maduka kadhaa na vitu vingine vingi, lakini watu walinong'ona kuwa utajiri wake ulitokana na siri ambazo hakuna aliyethubutu kuzizungumzia wazi. Na mwisho wa kijiji ilisimama nyumba ya zamani iliyotelekezwa, nyumba namba 13. Hakuna aliyethubutu kuikaribia baada ya giza kuingia. Watoto waliogopeshwa nayo, wazee waliinyamazia, na hata mbwa wa kijiji hawakuonekana kupita karibu nayo usiku. Lakini Adamu, ambaye hakuamini ushirikina, aliitazama nyumba hiyo kwa mbali na kusema, "Siku moja nitaingia humu,
nijue ukweli. Hakujua kwamba kauli hiyo ingeanza safari ambayo ingebadilisha maisha yake, maisha ya Amina na historia yote ya kijiji cha Mlimani. Usiku mmoja katika kijiji cha Mlimani ulipozidi kuingia, upepo ulivuma kwa nguvu kana kwamba ulikuwa umebeba ujumbe usioeleweka. Mbwa wa kijiji walianza kubweka kuelekea upande wa nyumba namba 13. Jambo lilipowafanya baadhi ya wakazi wafunge milango yao mapema. Asubuhi iliyofuata, soko la Mlimani lilijaa pilika kama kawaida yake. Mama Neema naye hakuwa nyuma. Alikuwa akiuza mandazi yake. Mara utasikia, "Mama nipe ya 500. Mama nipe ya 200. Mama nipe 2000." Mama Neema kila muda akawa anatabasamu. Akaja kijana mmoja, "Mama nipe ya 600." Mama Neema akamwambia, "Karibu mwanangu, kidogo chenye baraka ni bora kuliko kisicho na amani." Karibu na hapo, Adamu alikuwa akimsaidia mama yake, huku macho yake yakimtafuta Amina. Amina alipofika tu hapo, Adamu akakimbia, akampa kikapu kidogo cha matunda. "Nimekuletea." Adamu akacheka. "Haya ndio mahari yangu ya mapema." Amina akamgonga begani. "We, kila kitu tu unakigeuza utani Adamu." Wote wakacheka, lakini kicheko hicho kilikatizwa na sauti ya gari kubwa liloingia kijijini. Haikuwa kawaida kuona gari la kifahari katika kijiji hicho. Wakazi wote walikusanyika kushangaa. Kutoka ndani ya gari alishuka mwanaume mwenye suti nyeusi, miwani meusi na fimbo ya kifahari mkononi. "Anaitwa nani huyu?" Watu walinong'ona. "Anaitwa nani huyu? Anaitwa nani huyu?" Mwenyekiti wa kijiji Bwana Mfaume akamsogelea. "Karibu Mlimani." Mgeni akatabasamu. "Ninaitwa Daniel." "Hujaja kututembelea tu, sivyo?" akauliza mwenyekiti. Daniel akatazama moja kwa moja upande wa nyumba namba 13. "Nimekuja kuchukua kilicho changu." Maneno hayo aliwafanya wazee waliokaa karibu kutazamana kwa hofu. Mzee Mshana alinong'ona, "Baadhi ya siri zikifufuliwa huzika walio hai." Daniel akujibu. Jioni hiyo hiyo, Adamu na rafiki yake Juma walikaa kwenye kibanda cha chai. Juma alikuwa maarufu kwa utani wake. "Adamu, ukimwona Amina usahau kutualika tule wali na kuku." "Adamu, ukimwona Amina usahau kutualika tule wali na kuku." Adamu akacheka. "Kwanza nitafute hela." Juma akasema kwa mzaha. "Maskini akipenda binti wa tajiri, hata mbuzi humcheka." Wote wakacheka. Lakini nyuma yao alisimama Bwana Kiwelu. Akamwangalia Adamu kwa hasira. "Wewe ndio unamfuata Amina?" Adamu akasimama. "Nampenda. Nikukumbushe jambo moja," alisema Kiwelu kwa sauti nzito. "Maskini hana haki ya kuota ndoto kubwa." Adamu hakutetereka. "Kwani mzee, hujui kuwa ndoto hazina kodi?" Watu waliokuwa karibu wakabaki kimya. Kiwelu akaondoka huku akisema, "Utajuta." Usiku ulipoingia, Daniel alionekana akitembea peke yake kuelekea nyumba namba 13. Alitoa funguo za zamani mfukoni. Mlango ulikuwa na alama iliyofunikwa na vumbi. Alipogusa mlango, ulifunga taratibu bila kutoa sauti. Ndani kulikuwepo na giza nene, giza zito
giza totoro. Kabla hajaingia, sauti ya mwanamke ilisikika nyuma yake. Ukivuka tu mlango, hautotoka ukiwa yule yule. Daniel akigeuka kwa mshangao, lakini hakukuwepo na mtu. Polepole akaingia ndani. Alipoingia tu, mlango ukajifunga. Na taa ya zamani ndani ya nyumba namba 13 ikawaka mara moja. Ikawaka tena mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Kulikuwa na kimya kizito ndani ya nyumba namba 13. Daniel alisimama mlangoni kwa sekunde chache akisikiliza mapigo ya moyo wake. Harufu ya mbao za zamani na unyevunyevu ilijaa kila kona. Ajabu ni kwamba nyumba hiyo ilikuwa safi kupita kiasi kwamba mtu alikuwa akisafisha kila siku. Karibu tena, sauti ya mzee ilisikika kutoka ndani. Daniel hakushtuka. Alijibu kwa sauti ya chini, nimerudi kutimiza ahadi. Sauti ikatoweka. Asubuhi iliyofuata kijiji kizima kilikuwa kinazungumzia jambo moja tu. Mgeni alionekana akiingia nyumba namba 13. Kumbe hakuogopa. Hao ndio mwenye nyumba. Tetesi zikasambaa haraka kuliko upepo. Mwenyekiti Mfaume akawaita wazee wa kijiji. Wazee wenzangu, tukiacha haya mambo yaendelee, vijana wataanza kuingia humo mmoja baada ya mwingine. Mzee Mshana akatikisa kichwa. Ukweli hauwezi kufichwa milele. Lakini tajiri Kiwelu hakutaka hata kusikia habari ya nyumba hiyo. Akasimama na kusema, hakuna mtu anayekanyaga eneo hili bila kibali changu. Maneno hayo yaliwashangaza wengi. Kwani nyumba hiyo ni yako? Kijana mmoja akauliza. Kiwelu akamkodolea macho. Uliza maswali yanayokufaa. Wakati huo Amina alikuwa kisimani akichota maji. Wanawake walianza kumsema kwa sauti ya chini. Eti bado anampenda Adamu. Maskini hana mbele wala nyuma. Huyu angeolewa na tajiri angekuwa mbali sana. Amina aliwasikiliza akatabasamu tu. Lakini bibi mmoja akamwambia, mwanangu, usichague mfuko, chagua moyo. Wengine wakacheka. Lakini msichana mmoja mwenye wivu aitwaye Rehema hakufurahishwa. Kama Adamu anampenda kweli, mbona hajamjengea hata nyumba? Amina akamjibu kwa utulivu. Nyumba hujengwa kwa matofali. Familia hujengwa kwa upendo. Wanawake wote wakapiga makofi. Wasema chefu. Rehema akaondoka akiwa amekasirika. Kujua kuwa hasira zake ingesababisha matatizo makubwa siku zijazo. Jioni ile Adamu aliamua kumfuata Amina kando ya mto, kama ilivyo desturi yao ya kukutana mtoni. Walikaa juu ya jiwe kubwa. Amina mama, naam, kama ningekuwa tajiri leo, ungenikubali? Amina akamshika mkono. Ningekukubali hata ungekuwa na shilingi 100 tu. Adamu akatabasamu. Na kama siku moja nikipotea? Amina akamtazama machoni. Nitakusubiri. Wakiwa bado wanazungumza, ghafla wakasikia kilio kikali kutoka upande wa nyumba namba 13. Kilio hicho kilikuwa cha mwanaume. Kikakatika ghafla. Ndege wote waliokuwa juu ya mti wakapaa kwa pamoja. Adamu akasimama. Lazima tuende tukaone. Amina akamzuia. Hapana, wazee walitukataza. Lakini Adamu hakusikia. Alianza kukimbia kuelekea kwenye nyumba ile. Amina naye akamfuata kwa hofu. Alipofika walikuta mlango ukiwa wazi. Ndani hakukuwa na mtu. Na hii ndio mwisho wa sehemu ya kwanza katika simulizi ya nyumba namba 13 kupitia hapa Simulizi Nova.